Leo hii kupitia kwenye kiwanda cha burudani kutokea hapa nyumbani Tanzania, kwa kweli kumechangamka vya kutosha sana, na yote ni baada ya boss wa EFM ambaye ni Majizo kutoka Frontline na kisha kuwaomba mashabiki wa muziki wa Bongo Flava wawasamee wasanii. Ni kwa sababu ya kwamba wasanii wengi hivi sasa hapa nchini Tanzania wamekuwa wanapitia nyakati ngumu sana, na hadi hivi sasa ni kwamba kuna wasanii wengi sana ambao wameshindwa kuachia kazi zao mpya, na yote ni kutokana na kwamba mashabiki wameamua kugoma kabisa na kushindwa kuendelea kwa support wasanii. Na hata wasanii ambao walijaribu kuweza kuachia kazi zao mpya ndani ya kipindi hichi ni kwamba walishindwa kupata mapokezi makubwa, na unaweza kulishuhudia hilo kupitia kwenye platform tofauti za mitandao mbalimbali na kuona jinsi ambavyo kazi za wasanii zimekuwa na mapokezi madogo sana. Na hata pia kuna baadhi ya wasanii ambao waliamua kushusha kazi zao kwenye platform ya YouTube, na yote ni kutokana na kwamba kazi zao zilishindwa kupata mapokezi makubwa, na namba ambazo walizokuwa wanazipata ndani ya kipindi hichi kwa kweli zilikuwa zinatia unyonge, na ni kwamba namba haziridhishi kabisa. Lakini pia vile ni kwamba wasanii wengi sana kutokea hapa nyumbani Tanzania ndani ya kipindi hichi ni kwamba wameshindwa kupata nafasi za kuweza kufanya show maeneo tofauti nchini, na sababu ni ile ambayo inawafanya mashabiki washindwe kwa support wasanii wao, ikiwemo kushindwa kabisa kutokea katika show ambazo wasanii wamekuwa wakiziandaa. Na kama hujapata nafasi ya kuweza kuitazama video pamoja na kumsikiliza Majizo kwa kile ambacho ameweza kukizungumza, basi hivi sasa unaweza kuingia kwenye ukurasa official wa Instagram wa Majizo na kwenda kuitazama video pamoja na kumsikiliza mwanzo hadi mwisho kwa kile ambacho ameweza kukizungumza kwa siku ya leo. Lakini dhamira kubwa ya video yake pamoja na mazungumzo ambayo ameweza kuyazungumza ni kuombea msamaha wasanii kwa mashabiki, ili mashabiki kuendelea kwa support wasanii na industry iweze kuendelea, kwa sababu hivi sasa ni kwamba industry imeweza kustack, wasanii wanashindwa kuweza kuachia kazi zao, show hakuna, na kuna mambo mengi sana ambayo yamesimama yanashindwa kuweza kufanyika. Ni kwa sababu ya kwamba mashabiki wamegoma kabisa kuweza kwa support wasanii wao. Na kwenye video hii ni kwamba Majizo amewataka pia mashabiki waache kabisa kuweza kuchanganya mambo ya kisiasa pamoja na masuala ya kiburudani. Lakini pia vile ni kwamba Majizo amewataka mashabiki wasamehe kwa kile ambacho kimetokea siku za nyuma, kwa sababu anaamini kwamba hakuna binadamu ambaye hakosei, na amewataka wasahau na kusamehe ili maisha yaweze kuendelea na tuweze kuganga ajayo. Sasa hii video ya Majizo baada ya kwenda viral zaidi ni kwamba wasanii tofauti pia wameweza kujitokeza na kutoa mitazamo yao. Wapo wengine ambao kiukweli waliungana na Majizo, lakini wapo wengine ambao kiukweli walimpinga sana Majizo pamoja na kuweza kumchana. Na moja kati ya msanii ambaye alireact baada ya Majizo kuweza kutoa hii video yake ni pamoja na Ben Paul, lakini DJ Albi naye pia aliweza kureact na kisha kamjibu Majizo pia kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Lakini pia Diamond Platnumz naye aliamua kuweza kumjibu Majizo kimtindo fulani. Nafikiri ukiingia kwenye ukurasa wa Instagram wa Diamond utafahamu yale majibu ambayo Diamond ameweza kumjibu Majizo kwa namna fulani ya kimtindo. Wapo na wasanii wengi na wengineo, lakini bila kusahau pia mashabiki wenyewe nao pia wamekuja kumjibu Majizo sana. Na ukipita kwenye section comment ya video ya Majizo pale Instagram utaona jinsi ambavyo mashabiki wengi sana wamekuja kumchana Majizo na wameongea vitu vingi sana ambavyo vipo kwenye industry, lakini pia vingine yani ni vitu ambavyo ni personal sana kwa kweli. Sasa hii video ambayo unaiona hapa ikimonyesha Ben Paul ni video ambayo Ben Paul ameiweka kwenye ukurasa wake wa Instagram, na ikimonyesha video hii akizungumza na wasanii na akiwataka wasanii waweze kumrudia Mungu na kutubu, kwa sababu tayari mashabiki wamegoma kwa support na watashindwa kuweza kuendesha maisha yao. Na kikubwa zaidi ambacho kimebaki hivi sasa ni kwamba wasanii warudi kwa Mungu, watubu, na kisha pia waendelee kuomba msamaha mashabiki ili waendelee kupata support na riziki ziendelee kupatikana, na vinginevyo ni kwamba wasanii wengi watashindwa kuendesha maisha yao na wengine watakufa hadi njaa. Ningependa sana uitazame hii video ambayo kimeonyesha Ben Paul hapa na kile ambacho ameweza kukizungumza. Lakini pia naendelea kukumbusha mwanafamilia wa Zenji Online TV, kama hii ni mara yako ya kwanza kabisa kuitembelea Zenji TV, tunakusihi sana uendelee kuwa nasi kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali kila siku na kila wakati. Jamani, tukatubu jamani, twendeni tukatubu. Tumemkosea sana Mwenyezi Mungu kwa kweli. Twendeni tukatubu. Wasanii, mashabiki wote tukatubu. Kwa sababu msanii anahofia mkate wake na riziki yake, kwa sababu mteja wake ambaye ni shabiki amefura, amekasirika. Kwa huyu msanii anawaza sasa itakuwaje riziki yangu, mkate wangu? Manake huyu msanii sasa ameshasahau kwamba riziki inatoka kwa Maulana.
Wakati huo huo mshabiki amefura, amekasirika, anasema wewe, mimi siangalii nyimbo zako, siji kwenye show, sikusapoti. Naye mshabiki amesahau kwamba msanii huyo anaweza kufanya kila kitu unachotaka, alafu akatokea Mungu sasa akachukua afya yako. Sasa sijui utamsikiliza wewe msanii ukiwa ICU. Ndio maana anasema wote tunabidi twende tukatubu, kwa sababu unajua tunaweza tukafanya vitu fulani, Mwenyezi Mungu mwenyewe akakaa pembeni anacheka. Kwa hiyo jamaa, kwa hiyo wao wanaogopana sasa wenyewe huko chini. Mimi nafanya kazi gani? Nachoka mimi, mtoto wa nje wa mzee Mwandambo.